Na hili ndio jambo la 4 kama mwana wa Mungu, kulinda kusudi lako. Sasa sisi tunalindaje kusudi? Ni lazima tusimame katika mapenzi ya Bwana. Mungu wetu ametuambia tutembee katika njia zake, tuishi maisha matakatifu ya kumpendeza yeye. Hiyo ndio njia yetu sisi ya kulinda kusudi la Mungu katika maisha yetu. Usipoweza kutembea katika utakatifu na haki ambayo Mungu ametaka, uwe na uhakika kusudi lako haliko salama, liko hatarini. Muda wote lazima utoke, na ukitoka sahau kuona udhihirisho wa nguvu za Mungu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anasema jilindeni na tamaa ya ulimwengu, jilindeni na uovu, jilindeni na mabaya. Hizo zote ni njia ambazo sisi zinatufanya sisi tulinde kusudi la Mungu katika maisha. Unapojilinda na maovu, unapojilinda na mabaya, unapojilinda na yale ambayo Mungu hataki uyafanye, maana yake unalinda kusudi lako, unalinda kile ambacho Mungu amekuitia, unalinda kile ambacho Bwana amekupa ukifanye katika ulimwengu huu. Na ukifanikiwa kukilinda, Mungu lazima adhihirishe nguvu zake katika maisha yako. Lazima utawapiga maadui zako. Maadui zako hawatakuwa na nguvu, lakini ukitoka katika kusudi na ukashindwa kulinda kusudi ambalo Mungu amekupa, hata kama leo hii uko kwenye kusudi, unaweza ukajiona leo hii ninafanya kusudi la Bwana, ninamtumikia Mungu katika njia zangu. Usipokaa makini kulinda kusudi lako, uwe na uhakika shetani anatafuta namna kila siku itwapo leo kukuondoa kwenye kusudi. Usipokaa makini kujilinda, ndugu yangu, muda wote na saa yote shetani atakung'oa kwenye kusudi lako, na akikung'oa hauna uwezo wa kudhihirisha nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Si kama tunaelewana watu wa Mungu? Ukienda kusoma kitabu cha Mwanzo pia mstari wa 25, sura ya 25 mstari wa 30 mpaka 34. Mwanzo sura ya 25 mstari wa 30 mpaka 34. Ukisoma katika maandiko hayo utakuja kuona mtu mmoja anaitwa Esau pamoja na Yakobo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Esau alikuwa kwenye nafasi ya uzaliwa wa kwanza. Esau alikuwa kwenye nafasi ya uzaliwa wa kwanza, na Yakobo alikuwa yeye ni mzao wa pili. Kwa hiyo kilichotokea ni nini? Esau alikuwa kwenye nafasi kubwa. Haleluya. Alikuwa kwenye nafasi kubwa ya kuweza kuurithi mambo mengi, ya kuweza kufanya vitu vingi. Lakini kilichotokea ni nini? Kuna wakati ilifika mahali kukatokea njaa. Haleluya. Wakawa wamejitegemea. Esau yeye kazi yake ni kuwinda mifugo huko mapolini, na Yakobo alikuwa ni mkulima. Alikuwa ni mkulima mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa mkulima mzuri, lakini siku ya siku njaa ikatokea. Esau akaona njaa sana. Alipoona njaa akamwambia kwamba Yakobo, ninaomba dengu kidogo unipatie niweze kula. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Yakobo akawa mjanja, akasema hapana, sikuwezi kukupa dengu zangu bure bure. Kama hivyo unataka dengu, nipe uzalio wako wa kwanza. Nipe uzalio wako wa kwanza. Esau alichokifanya, uzalio wangu wa kwanza wa nini? Uzao wa kwanza tu wa nini? Chukua, mimi nataka nishibe. Nataka nile nishibe, chukua uzalio wa kwanza. Alipomwachia, hakujua ndio baraka zake zimeenda. Hakujua ndivyo ametolewa kwenye nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nini Roho Mtakatifu alinifundisha hapa? Kuna namna Mungu ametuweka kwenye nafasi fulani, halafu kuna mambo kaza yanakuja mbele yetu ambayo tunaona yanaweza kutufurahisha kwa muda mfupi. Tunaona anaweza akatupa raha kwa muda mfupi. Tunaona anaweza akatupa vitu vizuri kwa muda mfupi. Tunaamua kupoteza nafasi zetu ambazo Mungu ametupa. Haleluya. Mama, jambo dogo tu linakuja kwako, limekuumiza, umelala na njaa siku moja, lakini unakubali
kulikana au kutoka kwenye nafasi yako kwa kufanya makosa au kwa kutenda dhambi, ili ukipata hicho kitu cha siku moja, alafu kimaliza, ndio habari yako imeisha. Esau alikula siku moja dengu akashiba, kesho yake alikuwa na njaa vile vile, lakini nafasi ameshapoteza. Bwana Yesu asifiwe sana. Nafasi alishapoteza. Kuna namna Mungu ametuweka kwenye nafasi ya mambo makubwa. Kuna namna Mungu ametuweka kwenye nafasi ya vitu vizuri. Kuna namna Mungu ametuweka mahali ambapo watu wanatamani wawe kama sisi, lakini tunachojifanya tunadanganywa na ulimwengu. Kuna vitu vinakuja, tukivitazama kwa macho vinapendeza, tunasema angalau tukivipata hivi, au nikikipata leo hii, hiki kitu nitafurahi sana. Itakufaidia nini furahi ya siku moja alafu ukapoteza nafasi yako ya miaka yote? Itakusaidia nini kupoteza nafasi kwa kupata kitu ambacho kitakupa raha leo alafu kesho kina maumivu? Bwana Yesu asifiwe sana. Itakusaidia nini kufurahia leo alafu ukateseka miaka 10 ijayo? Nini maana yake? Vyote hivyo ni kwa habari ya kushindwa kulinda kusudi ambalo umelibeba. Ninazungumza na mtu yuko hapa. Mimi naamini wewe ambao uko hapa ndio kusudi la Mungu lisikie neno hili. Na kama hautapona basi itakula kwako. Mungu wetu ametuweka kwenye nafasi ambazo wengine wanatamani kuwepo lakini hawana uwezo. Lakini tunachezea tu nafasi tulizonazo kwa vitu vya ajabu, wakati mwingine kwa mambo ambayo hayana hata msingi. Tunatoka kwenye kusudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwingine anasema nitatubu. Acha tu nifanye hivi, nitatubu. Mungu atanisamehe, Yesu ni wa huruma. Ndio ni wa huruma. Ni wa huruma. Ni wa huruma mpaka kesho kutwa. Lakini nakwambia nafasi ambayo amekupa hautakuwa kwenye hiyo nafasi tena. Ni kweli anaweza akakusamehe, lakini nafasi ambayo ulitakiwa kuwepo hautakuwa kwenye hiyo nafasi. Ulikuwa mtu wa juu wa level fulani miaka 5 mbeleni. Kadri unavyofanya vitu ambavyo vinamchukiza yeye, vinazidi kupunguza nafasi yako. Vinazidi kupunguza nafasi yako. Vinapunguza nafasi yako. Mwisho wa siku utaendelea kufanya hivyo, mwisho wa siku kabisa utaondoka kabisa kwenye nafasi. Haya ni maombi yetu na maombi ya kusudi la Mungu. Nafasi ambayo Mungu amekupa usipoteze. Haleluya. Usipoteze. Usikubali kupoteza nafasi yako kwa gharama yoyote. Usikubali kupoteza nafasi yako kwa gharama yoyote. Usikubali kupoteza kusudi la Mungu kwa chochote, kwa mali, sio kwa fedha, kwa furaha ya siku moja. Mabinti, kijana, wewe usikubali kupoteza nafasi yako kwa chips za 1500. Yesu asifiwe sana. Dunia leo imeharibika. Binti anaweza kupoteza nafasi yake kwa shilingi 1500. Shilingi 1500 yamtoka kwenye nafasi kabisa. Kijana hivyo leo hii anaweza akatoka kwenye nafasi yamkini kwa shilingi 50,000 ambayo angepambana siku 2-3 angeipata hiyo 50,000. Lakini kwa sababu haelewi nafasi yake ya mwili, anaipoteza. Tunaelezana hivi vitu, uvielewe na uvishike, uwasaidie na wengine ambao Mungu atakupa neema kukutana nao. Na shetani jinsi alivyo, yuko tayari kukufurahisha kwa muda mfupi. Yuko tayari kukufurahisha. Angalia hata wale ambao wanakimbilia Freemason, wanakimbilia utajiri wa siku chache, yaani utajiri wa miaka kadhaa, watajirike, alafu baada ya hapo mateso ya milele. Shetani yuko tayari kukupa furaha ya muda mfupi. Leo ukafurahia, kesho ukafurahia, kesho kutu maumivu na vilio, ambapo huo muda hautakuwa
nao wa kurudi nyuma ya kwamba utengeneze. Poteza nafasi imeenda. Poteza nafasi imeenda. Wakati huo maumivu makali yatakapokuja, utatamani nirudi kwenye nafasi yangu, nafasi hiyo haitakuwepo. Unaweza ukawepo hapa duniani mpaka siku ile ya mwisho, lakini kuna siku ile ya hukumu. Unaweza usipoteze nafasi ya kusema usiwe na vitu hapa duniani. Unaweza ukawa na hivyo vitu hapa duniani, lakini nafasi ya kulisi ufalme wa mbingu ukaikosa. Nafasi ya kufika kwa Baba ukaikosa. Kwa baki tu kusikia na kusoma habari ya kwamba kuna ufalme wa Mungu, kuna paradiso, kuna mahali pazuri, mahali pa kiti cha enzi cha Mungu. Kabaki kusikia. Ni maombi yangu Mungu atusaidie katika hili. Ni maombi yangu Mungu atusaidie katika hili. Mimi na wewe tusitoke kwenye nafasi. Tusikubali kutoa gharama yoyote ya kutuongoa kwenye nafasi. Usikubali hata kama mtu aseme vipi, hata kama asema atakujengea magorofa, atakupa nini. Usikubali kutoka kwenye nafasi ambayo Mungu ameweka kwa sababu ya gorofa. Hilo gorofa utazeeka, utakufa. Bwana Yesu asiwe sana. Hizo mali atakupa mtu vitachakaa. Kama ni pikipiki, kama ni magari, litatembea miezi, mwaka mmoja, litachakaa, litakufubaa, litaharibika. Lakini nafasi yako ni ya muhimu sana, mwana wa Mungu. Nafasi yako ni ya muhimu sana. Kwa hiyo hakikisha haupotezi nafasi yako. Haupotezi kusudi la Mungu kwa sababu ya fedha. Wengine kwa sababu ya starehe siku moja. Kwa sababu ya starehe siku moja anapoteza nafasi yake kwa Mungu. Anapoteza nafasi yake kwa Mungu. Basi atang'ang'ana, kama ni mtumishi atang'ang'ana kufundisha, kuhubiri, uwepo wa Mungu ushuke, haupo. Imbaji hivyo atang'ang'ana, alikuwa anaimba, mapepo yanatoka, watu wanafurahia, watu wanajazwa nguvu za Roho Mtakatifu. Atang'ang'ana kuimba, ule uwepo uonekane, haupo. Alishapoteza nafasi, ameuza nafasi yake. Kinachotokea ni nini? Watumishi leo wengine ndio wanaanza kukimbilia kwenye nguvu za giza, kwa sababu walikuwa kwenye nafasi, wakachezea nafasi, Mungu akawanyang'anya nafasi. Sasa ili kulinda reputation yao, yani nafasi feki zao, wanaamua kwenda kwenye nguvu zingine za giza. Wanaamua watafute Freemason ya kuwaletea washirika. Wanaamua waende kwa waganga ili wapewe dawa ya kuvuta washirika. Kama wale wanaotangaziwa tunatoa dawa ya mvuto wa biashara. Sio mvuto wa mapenzi, sijui mvuto wa kurudisha mke, sio wala mume. Na watumishi leo hii wapo wanaenda kwa waganga kuchukua dawa za kuleta mvuto wa washirika makanisani. Shida ni nini? Hakuweza kulinda nafasi aliyopewa na Mungu. Sio kwamba alikuwa hana, sio kwamba alikuwa sio mtumishi mzuri, alikuwa ni mtumishi mzuri, lakini alishindwa kulinda nafasi hiyo ambayo Mungu amempa. Kwa vitu vidogo, yamkini kwa fedha, yamkini kwa mali, akitaka kujengewa kanisa haraka, akitaka kupewa vyombo vizuri haraka, yeye anakubali tu, anatembea katika masharti ya watu ambavyo wamepepa hila za adui au wamepepa nguvu za giza. Yeye anakubali kwa sababu anataka vyombo vikubwa. Alivyovipata, uwepo wa Mungu ukaondoka, nafasi ya Mungu ikaondoka. Fundisha watu wafundishike. Nini chanzo? Hakulinda nafasi yake kwa sababu ya vyombo ambavyo angepambana hata miaka 5, angenunua vyombo vizuri. Angepambana miaka mingapi, wangejenga kanisa likaendelea. Lakini kwa sababu ya kutamani ya kufanya vitu haraka, kwa hiyo anaamua kupoteza nafasi yake. Anaamua kupoteza nafasi yake mbele za Bwana kwa sababu ya vitu. Isiwe kwako kwa jina la Yesu. Na kama ni kwako imeshatokea, una nafasi ya kurudi mbele za Bwana na kumwambia Mungu, nimejua leo hii, naomba unirehemu. Naomba unirehemu Bwana, nilikosea.
Yamkini niliangalia vifedha, niliangalia vitu vidogo vidogo, ya kwamba hao watu wananisaidia, wananibeba sana, nikawafuata. Kila kitu alichoniambia niliwasikiliza, kumbe ninakukosea Mungu, nisamehe. Leo nimejua, ninarudi mbele za moyo alionyenyekevu. Ukirudi mbele za Bwana, Mungu anaweza kusamehe na anaweza kukurejea nafasi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sio mazoea, kwa sababu watu tumezoea ya kwamba tutaondoka lakini tutaomba. Kuna mtu mmoja ameelewa kila ambacho tumejifunza. Naomba tuende tukaombe. Naomba niishie hapa leo.